It is gospel hour again. Wow. I believe you have been waiting for this moment. As the servant of God, Bishop Jesse James, I believe God has prepared a blessing for you. We are coming to you from Gospel Revival Church, and I know the message you are going to hear right now is going to bring a transformation in your life. There's a miracle for you. Welcome in Jesus' name. I love you. Amen. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Biblia inasema hivi mlango wa 13 aya ya 14, na kwa neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nanyi nyote. Love is an intense feeling of deep affection. Pendo ni hisia za ndani sana za kuhisi kupendwa. Amo karibu. It's an intense feeling. Ni hisia za kina of deep affection or fondness or liking. Ya ile hali ya mshikamano wa karibu na kupenda kitu kwa karibu. Love is the greatest thing in this life. Pendo ndio jambo kuu kabisa katika ulimwengu huu. From creation, man has looked for love. Tangu kuumbwa kwa dunia wanadamu wametafuta upendo. The search for love is so deep that it has affected people's lives. Utafutaji wa upendo uko ndani sana hivi kwamba umeathiri maisha ya watu. Lack of love has made people even kill themselves. Kukosa upendo kumefanya watu wajiue. When somebody feels he's not loved, he feels rejected, he goes down, he's depressed. Wakati mtu anaona hapendi, anajihisi kukataliwa na anaenda chini. And people have done many things to look for love. Na watu wamefanya mambo mengi kutafuta upendo. In Genesis chapter 29, katika Mwanzo mlango 29, from verses 32 to 35, kuanzia aya 32 mpaka 35, we read about some lady who was looking for love. Tunasoma kuhusu mama mmoja mwanamke ambaye alikuwa anatafuta upendo. Her name is Leah. Jina lake alikuwa anaitwa Leah. A man called Joseph went to the house of Laban and loved Rachel. Mwanaume ambaye alikuwa anaitwa Yusufu alienda kwa nyumba ya Labani, akampenda msichana ambaye alikuwa anaitwa Raheli, and desired to marry Rachel. Na akawa shauku ya kumwoa Raheli. But when the day, the father of the girl said, "You're going to work for me 20 years, I give you this car. 7 years, I give you this car." Wakati baba yule msichana alimwambia kwamba itabidi unifanyie kazi miaka 7 nikupatie yule msichana. The man said, "Because I love her, I work for 7 years." Yule mwanaume akasema, kwa sababu nampenda nitakufanyia kazi miaka 7. And after working for 7 years, na baada ya kufanya kazi kwa miaka 7, he was deceived and given a different girl. Akadanganywa na akapewa msichana mwingine tofauti. And he worked for another 7 years to get the girl he loved. Na akafanya kazi miaka mingine 7 kupata ile msichana alikuwa akimpenda. And now the two became his wives. Wasichana wawili wakafanyika kuwa wake zake. But of course, one is just there because of covenant.
because they were forced to enter into a covenant with God. Lakini najua kwamba mmoja yuko pale tu kwa sababu ya agano, kwa sababu alilazimishwa. She is not loved. Wakaingizwa kwenye maagano, hivyo yeye hapendwi. But the Bible says, lakini Biblia inasema Leah, the one was not loved, Leah yule ambaye hakuwa akipendwa, conceived and bare a son, and she called his name Reuben, for she said, surely the Lord has looked upon my affliction. Now therefore my husband will love me. Akapata mimba, akazaa mwana, akampa jina lake Rubeni, maana alisema kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mume wangu atanipenda. You see, when she conceived, when she got a baby, wakati alipata mimba na akapata mtoto, the first thing she decided to use the baby for, jambo la kwanza ambalo aliamua kumtumia yule mtoto kwa ajili yake, is to look for love from the husband. Ni kutafutia upendo kutoka kwa mume wake. But it was not coming. Lakini haukuwa unakuja. And she conceived again, bore a son, and said, because the Lord has heard that I was hated, He has therefore given me this son also. And she called his name Simeon. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, kwa kuwa Bwana amesikia kwamba mimi sikupendwa, amenipa na huyu, akamwita jina lake Simeoni. Even the second child, he is still looking, she's still looking for love. Hata yule mtoto wa pili bado anaendelea kutafuta upendo. And she conceived again and bore a son, and said, now this time will my husband be joined unto me, because I have borne him 3 sons. Therefore was his name called Levi. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema basi wakati huu mume wangu ataungana nami, kwa sababu nimemzalia wana watatu. Kwa hiyo akamwita jina lake Lawi. Can you see how this man is pursuing for love? Unaweza ona jinsi mwanamke huyu anatafuta upendo. She says, now I have conceived a son. My husband is going to love me. Sasa nimempata mtoto wa kiume, mume wangu atanipenda. Reuben. Tamwita Rubeni. She conceives and says, now my husband hated me, but now you love me. Simeon. Akapata mimba tena, akampata mtoto mwingine wa kiume, akasema sasa mume wangu alikuwa ananichukia, lakini sasa atanipenda. Jina lake ni Simeoni. And she conceived, okay, now this one is going to be very prophetic name. I'm going to call you joint. So that when my husband calls his name Levi, he said joint, until he finds that he is joined to him. Akapata mimba tena, akampata mtoto mwingine wa kiume, akasema sasa nitakuwa katika hali ya kinabii, nitamwita jina la kinabii, nitamwita jina ambalo linafanana na kuunganishwa, kumaanisha kwamba mume wangu ataunganishwa na mimi. Akamwita jina lake Lawi, so that when the husband is calling the son, he is saying joint. Ndiposa yule mume anapomwita mtoto wake wa kiume anamwita kuunganishwa. Because the word Lawi means joint. Maana neno Lawi linamaanisha kuunganishwa. So when he said Lawi come, he said joint come. So she wants to hear that word and tell to this man. Ndiposa wakati mume wake anamwita mtoto wake Lawi, anamwita kwa maana yake kuunganishwa, maana anataka kusikia ile neno kwamba ameunganishwa na mume wake tena. And Jacob loved Rachel, and he said, I will serve 7 years for Rachel, thy younger daughter. Yakobo akampenda Raheli, akasema nitakutumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli binti yako mdogo. And Laban said, it is better that I give her to thee, than that I should give her to another man abide with me. Labani akasema afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine, kaa kwangu. And Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed unto him but a few days for the love he
had for her. Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Raheli, ikawa machoni pake kama siku chache tu kwa vile alivyompenda. So it's the power of love. Tutaseme nguvu za upendo. Remember Jacob, kumbuka Yakobo, served for 7 years. Ametumikia miaka 7. And he has given Rachel. Na amepewa Raheli. Lea. And now he has told serve another 7 for Rachel. Sasa anaambiwa tumikia miaka mingine 7 kwa ajili ya Raheli. He said, I will do it. Akasema hiyo pia nitafanya. And the Bible says they seemed to me just like a few days because of the love he had for her. Na Biblia inasema kwamba na ilionekana machoni pake hizo siku ni kama chache sana kwa sababu ya upendo ambao alikuwa nao kwa ajili ya Raheli. He says, anasema, if you see my beloved, mkimuona mpenzi wangu, tell him I am sick of love. Mwambieni ninaugua kwa sababu ya mapenzi. Because love is as strong as death. Maana upendo una nguvu kama mauti. How do we demonstrate our love? Tunaonyeshaje upendo wetu? A person that you really love, you should be open to them. Mtu ambaye unampenda kwa dhati lazima ufunguke kwake. In the matters that relate, of course, to your relationship. Kwa mambo ambayo yanahusiana na uhusiano wenu ninyi wawili. If you love me, your heart must be with me. Kama wanipenda, moyo wangu lazima uwe pamoja nawe. If you love somebody, your heart must be that person. Kama unampenda mtu, moyo wako lazima uwe na yule mtu. You value him. Lazima umthamini. You care for him. Lazima umjali. Your heart is with him. Moyo wako uko pamoja naye. That's why the Bible says, you're supposed to be the thou shalt love the Lord your God with all your heart. Utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. At all your soul. Na nafsi yako yote. Yani, your heart must be committed to love. Yani moyo wako lazima ujitolee kupenda. Your life must be enjoyed to the person you say you love. Maisha yako lazima yaunganishwe na yule mtu ambaye unasema unampenda. So demonstrating love, your heart must be seen to be that person. There must be openness to that person. Ili kuonyesha upendo, moyo wako lazima uonekane ukiwa na yule mtu. Lazima uwe wazi na katika uhusiano wako na yule mtu. Number 2, how do we demonstrate love? Ya pili, jinsi gani tunaonyesha upendo? By protecting, kwa kulinda the person we love. Kulinda mtu ambaye tunampenda. The person you love, you must think good of him. Mtu mpendaye lazima umfikirie mema yake. Please someone tell them I love you. Gonge mtu kidogo mwambie nakupenda. If you love somebody, you will protect him. Lazima umlinde. You think good about him. Utamwazia mema kuhusu yeye. That's why you protect him. Hiyo ndio sababu utamlinda. You protect his personality. Utalinda utu wake. You protect his property. Utalinda mali yake. You protect his feeling. Utalinda hisia zake. You protect his life. Utalinda maisha yake. We don't love people because of their character. Hatuwapendi watu kwa sababu ya tabia zao. Some people we love them because we are connected with them and we have to love them. Kuna baadhi ya watu tunawapenda kwa sababu tumeunganishwa na wao na lazima tuwapende. Your husband, your wife, your children, your parents. Mume wako, mke wako, watoto wako, wazazi wako. Even members of the church. Hata washirika wa kanisa lako. Your pastor, your bishop. Mchungaji wako, askofu wako. You can't go to love. Huwezi kosa kunipenda. If you love me, you protect me. Na kama unanipenda lazima unilinde. Love. Upendo. The Bible says love covers a
Ninasema upendo hufunika wingi wa dhambi. Love covers a multitude of sins. Upendo hufunika wingi wa dhambi.